Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba, na ninasoma katika kile kitabu cha Isaya sura ya 61. Nitaanza mstari ule wa kwanza. Biblia inasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Sasa Bwana ameachilia mafuta katika ibada hii, lakini lengo la mafuta haya ni kwa ajili ya kuwahubiria hawa nyenyekevu wa moyo ambao ni wewe. Na katika hawa nyenyekevu wa moyo, Bwana amenituma katika mafuta anayoyaachilia kuwatangazia mateka uhuru wao. Lakini kabla ya uhuru wa ndani ambao Bwana anaenda kuwaachilia, lazima kuna kuwaganga wale wote ambao wamevunjika moyo. Moyo wa mwanadamu huwa una hali ya kuvunjika. Ikiwa kuna sababu mbalimbali za kufanya moyo kuvunjika, yamkini kuna taarifa ama kuna mazingira ambayo mwanadamu anayapitia, lakini anajitahidi kutoka kwenye hayo mazingira, imekuwa ni ngumu sana. Uwepo wa Mungu unaposhuka huwa unaachilia dawa, huwa unaganga moyo uliovunjika, moyo uliosononeka, moyo ulioharibiwa. Bwana peke yake ndio huwa na uganga huo moyo kwa mafuta ya Roho Mtakatifu yanayoachiliwa ndani ya ule mtu. Na hayo mafuta Bwana ameachilia wakati huu kwa ajili ya mtu mmoja ambaye moyo wake umejeruhiwa, moyo wake umeumizwa, moyo wake unahitaji kutibiwa na Bwana. Kuna mazingira ambayo moyo huwa unajeruhiwa, moyo huwa unaharibiwa, na unahitaji muda huo msaada, kwa sababu Biblia inaeleza ya kwamba moyo, ndani ya moyo ndimo ambapo zinatoka chemchem za uzima. Moyo uliojeruhiwa huwa hauwezi kuachilia uzima. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, utajikuta mtu hana furaha, hana amani, kwa sababu moyo umejeruhiwa. Na mtu asipokuwa na amani, asipokuwa na furaha, mifumo yake yote inakuwa kama imeharibika. Mifumo yake yote inakuwa kama haifanyi kazi, kwa sababu moyo umejeruhiwa. Sasa Bwana huwa anakuja, anauganga moyo uliovunjika, lakini huwa anawatangazia mateka uhuru, kwa sababu kabla ya kuumizwa kuna nyakati huwa kuna hali ya kutekwa. Kuna hali ya kutekwa. Na labda nikuambie tu, unapokuwa katika hali ya mateka, kuna vitu vingi sana huwa vinashindikana. Ni rahisi sana kumwambia mtu omba, na mara nyingi naonaga mtu anakuambia anakupigia simu, bwana ninapitia changamoto hii, ninajisikia vibaya, ninasikia kama ndani yangu sina furaha, ninasikia sina amani. Sasa mtu asiye mtumishi wa Mungu, asiyeelewa vitu kwa undani, anamsisitiza yule mtu, simama kwenye maombi, omba, liitie jina la Bwana. Yaani kuna nyakati mtu akiwa katika umateka, usidhani huwa ni rahisi hivyo kuliitia jina la Bwana ukiwa katika hali ya umateka. Na ndio maana yule mtu ambaye hajatekwa ni lazima amsaidie yule aliyetekwa,
amtoe katika umateka, ili sasa akitoka huko aliitie jina la Bwana. Kwa hiyo si wote ambao wakiwa katika umateka wanakuwa na nguvu ya kuliitia jina la Bwana. Na ndio maana kuta mtu anaomba msaada wa kiroho, kwamba ninaomba tuombe pamoja. Sasa mtu mwingine ni ngumu sana. Kuna kipindi nilishawahi pata neema nikiwa kabla sijawa mchungaji. Nilipata neema ya kumhudumia mtumishi mkubwa sana. Halafu alipewa maelekezo na Mungu. Akasema, hebu kwenye swala hili, kwa hali uliopo upo kwenye umateka, nenda sehemu fulani. Akamuelekeza huko niko kwa nakaa. Utaenda utakutana na mtu fulani, akalitaja jina langu. Ukifika pale mimi nitaongea naye nini cha kufanya. Kwa hiyo nitoka asubuhi Mungu akawa amesema na mimi, akaniambia tulia. Na kweli yule mtumishi wa Mungu akashangaa na nipigia simu. Sasa kipindi hicho nashangaa, mtumishi wa Mungu mkubwa namna hii nini? Akaniambia nahitaji kukuona mahali popote ulipo. Nikamuelekeza, nilipomwelekeza ni pale pale ambapo na yeye alikuwa ameelekezwa. Akaja, alivyokuja nikawa nimepewa maelekezo ya kuomba naye. Nikaomba naye dakika moja tu akafunguliwa. Akaniambia, unajua mimi ni mtumishi mkubwa, lakini nilikuwa napitia kwenye hii hali ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kanielewa. Akaniambia hakuna wazee wa kanisa ningewaambia waniombee wakanielewa. Kuna namna hivi hamna mtu ambaye angeweza kudhani ya kwamba ninahitaji msaada. Lakini Mungu amenileta kwako, nimeshangaa. Na kipindi hicho sio maarufu, kwa hiyo ni kitu tu Mungu alimdirect moja kwa moja. Sasa akaniambia, nikamuombea, akaondoka. Halafu baada ya mwaka mmoja kuisha, akanifuata. Akaniambia, wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Nikamuuliza, kwa nini umesema hivi? Ni kwa sababu nilikuombea ndio maana unaniita mtumishi wa Mungu? Akaniambia, sio hivyo tu. Cha kwanza akasema, wewe ni mtumishi wa Mungu kwa sababu haiwezekani kwa viwango nilivyo navyo Mungu akanielekeza kwako. Lazima kuna kitu Mungu amekiweka kwako, sio kwa ajili yangu mimi peke yangu, bali kwa watu wengi wajao. Lakini la pili akasema, nimehakiki ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu kwa sababu endapo ningemfuata mtu ambaye sio mtumishi wa Mungu, habari hizi zingeweza kusikika mahali fulani. Kwa sababu hii siri ya maombi na uhitaji ulikuwa ni baina yangu mimi, wewe na Mungu peke yake. Akasema hivi, hata mke wangu alikuwa hajui. Sasa mpaka hivi leo hii nilifunguliwa na ilikuwa ni kwa ajili yangu mimi, wewe na Mungu peke yake. Na mpaka leo sijawahi sikia kwa mtu chochote kwamba kimesikika. Lakini kwa na hofu ya kwamba ijapokuwa nimefunguliwa, nitakuja sikia tu kwamba kuna kitu kinaendelea kwangu, na taarifa hizo nilikuwa nahisi zitatoka kwako. Kwa hiyo imradi umekaa huu ni mwaka mzima, hakika nimethibitisha wewe ni mtumishi wa Mungu. Basi nikamwambia Mungu nampa utukufu. Lakini nilikuwa nataka kuongea kwa habari ya umateka, kwamba mtu anapokuja na kusema anakuja kufanya maombi ya kukutoa katika umateka, haimaanisha kwamba haupo rohoni. Haimaanisha kwamba hujaokoka. Haimaanisha kwamba wewe ni mzembe. Lakini kuna nyakati kwa sababu mbalimbali mtu anaingia kwenye umateka. Akishaingia kwenye umateka, upako wa Roho Mtakatifu unatakiwa, mafuta yanatakiwa. Kwa wale ambao huwa mnaenda mlima wa maombi Gethsemane Garden, mnaweza mkawa mnaelewa kwamba ukiingia pale unakutana na hali fulani ya uwepo wa Bwana, ambayo ile ni neema ya Mungu iliyoachiliwa mahali pale kwa ajili ya kumtoa mtu kwanza kwenye umateka. Kumtoa mtu, yani ukiingia pale uhitaji kuhudumiwa na mimi, ukiingia tu lile eneo kuna neema ambayo ukifika pale unatolewa kwenye umateka. Nikawa napokea ushuhuda wa watumishi wa Mungu wakubwa ambao wameenda pale mlima wa maombi, wanashuhudia hilo kwa wakati tofauti na hawajuani. Haambia mahali hapa pana neema ya kutoka kwenye umateka. Hata ukija umetekwa katika ufahamu, ukiingia ukikanyaga mahali hapa kuna hali ya kutoka kwenye umateka. Na hiyo Mungu alisema na mimi kabla hata hajanielekeza ni wapi nikaweke huo mlima. Kwa hiyo unajikuta ni neema. Sasa ninapokuja kuomba na wewe asubuhi ya leo,
nataka niende nikaombe kwa ajili ya kutangaza uhuru wako. Yaani kuna jambo limekuteka, kuna hali imekuteka. Ninataka niombe kwa ajili ya kutangaza uhuru wako asubuhi ya leo. Lakini ile hali ya moyo uliovunjika, moyo ulioharibiwa, Bwana anaenda kuuganga asubuhi ya leo. Na anapouganga asubuhi ya leo, wewe ni mshindi, tena mshindi kweli kweli. Nataka niende mbele za Bwana niombe kwa ajili yako. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya ibada njema uliyoachilia kwetu asubuhi ya leo. Ninasema asante kwa ajili ya kibali ambacho Roho Bwana umekiachilia kwetu hata tukaweza kusikia haya yote uliyotusemesha. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya yule mtu ambaye unaenda kumhudumia asubuhi ya leo. Unaenda kumganga moyo wake uliovunjika. Mungu aliye hai, upako huo na mafuta hayo umeachilia hivi ninavyotamka, moyo wa mtu mmoja uliovunjika ukapokee hali ya kupona kwa jina la Yesu. Moyo uliovunjika kutokana na mahusiano ambayo mtoto wako anayapitia, moyo uliovunjika kutokana na hali ya uchumi ambayo mtoto wako anaipitia, moyo uliovunjika kutokana na mazingira magumu ambayo mtoto wako anayaishi. Roho Mtakatifu umeachilia mafuta ya kuganga moyo wa mtoto wako asubuhi ya leo. Baba, ninatangaza mtoto wako anayenisikia wakati huu apokee neema ya kugangwa moyo wake leo katika jina la Yesu. Apokee neema ya kuponywa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa maana unaenda kumponya moyo huo sasa. Wakati huu mtoto wako huyu aliyetembea katika hali ya ugumu wa moyo, ambapo umeharibiwa kwa matukio mbalimbali, kwa sauti za uharibifu, kwa kusikia asiyompasa, kwa hali yoyote, Mungu aliye hai, natangaza kupona kwa moyo wa mtoto wako anayenisikia wakati huu. Majeraha ya ndani yakapone kwa msaada wako Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Maumivu ya ndani ya moyo wa mtoto wako huyu yapone wakati huu, Bwana. Yamkini mume wake hajalala ndani ya nyumba, yamkini amesikia habari mbaya, yamkini ametembea katika hali ya uharibifu, yamkini yupo katika mateso na msongo wa mawazo. Baba, ninaomba kwa sababu iwayo yote na majira yayo yote ambayo mtoto wako anayapitia, moyo wake kujeruhiwa, Baba, ninaomba uponyaji wa moyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa rehema na neema, asante kwa mkono wako, sifa na heshima ni zako katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya kumtoa mtoto wako huyu katika hali ya umateka. Roho Mtakatifu, natangaza uhuru katika jina la Yesu. Umateka wa hali iwayo yote, natangaza kufunguliwa, uhuru wa ndani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Vifungo viwavyo vyote, umateka wao wote, umateka wa dhambi, umateka wa uzinzi, umateka wa kila namna kwa majina yake, ninatangaza hali ya kufunguliwa katika umateka huo, Bwana. Umateka wa kushindwa kusoma neno, umateka wa kushindwa kuomba, umateka wa kushindwa kutafakari neno, umateka huo, Bwana, ninaomba neema ikaokole maisha haya, neema ikayafungue maisha haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako, mfalme wa amani. Asante kwa neema na rehema katika jina la Yesu. Asante kwa upako wako ambao unauachilia, Mungu aliye hai, ukamuokoe mtoto wako huyu. Wakati huu natangaza kutoka katika kifungo chake, kifungo kiwacho chochote kilichomshikilia mtoto wako huyu, natangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Pokea uhuru wa ndani, pokea kufunguliwa, pokea kuwekwa huru. Wewe unayeumwa, pokea sasa kufunguliwa. Umateka katika magonjwa, natangaza uzima, pokea hali ya kufunguliwa. Hali ya uzito iliyoshikiliwa mateka, umateka katika hali ya uzito, pokea kufunguliwa wakati unapoongea. Pokea neema kufunguliwa kwa
kwa jina la Yesu. Moyo wako ugangwe, lakini ufunguliwe katika vifungo vyako katika ulimwengu wa roho. Vifungo vyote katika jina la Yesu vikuachie wakati huu kwa jina la Yesu. Kuna dhambi unaichukia, lakini ndio unayoitenda kwa wepesi. Hiyo hali ya kifungo cha hiyo dhambi kikuachie leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Kuna hali unaipitia ya hofu, wasiwasi na mashaka, imekuwa ni kifungo. Kila ukipambana kinarudi tena, na kuamuru leo utoke kwenye hicho kifungo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Kifungo cha msongo wa mawazo mabaya yanayokutesa, hali mbaya inayokutesa, kuna hali unasikia ni kuchanganyikiwa, ninaamuru utoke kwenye hicho kifungo asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa mafuta yako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kibali chako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Ninatangaza uhuru wako, ninatangaza kuponywa moyo wako. Bwana akuhifadhi, Bwana akulinde kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu anapoendelea kukuhudumia, unaweza ukaachilia sadaka yako ya ibada ya leo. Kama moyo wako ulikuwa unapitia maumivu, na unasikia ndani yako ya kwamba moyo wako unahitaji kugangwa na kulindwa, uendelee kukaa sawasawa, Mungu aendelee kukuhudumia. Lakini pia unasikia umateka katika ulimwengu wa roho, hiyo hali wayo yote itakuwa kushikilia, ambayo iliyokwenda kushikilia isirudi tena. Basi utashika sadaka yako, namba 1 ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya namna hii, namba 2 kwa ajili ya kuweka sadaka ipige kelele kwenye kiti cha enzi. Moyo wako baki salama na umateka usisogelee kwako kamwe. Mungu wangu akubariki. Utaachilia sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.